Yani usichokijua usichokifahamu. Nafikiri kwa wale wote waliokuwa wanaangalia maandalizi ya kombe la shirikisho, yani katika finali hizi ilikuwa tayari imeshapangwa moja kwa moja RS Berkane aweze kuchukua pia nafasi ya ubingwa. Yanachokizungumza yule ambaye ni rais wa timu ya RS Berkane ndo makamu rais wa CAF. Kwa hiyo mchongo ni mwepesi sana, na amekuwa na uongozi vya tofauti katika CAF, lakini pia na nchi ya Morocco ambao pia iliweza kufanya maandalizi na kutaka pia kombe la dunia liweze kuchezwa katika nchi ya Morocco. Kwa hiyo kiuhalisia unaona ni nguvu ya ushawishi gani alionayo mmiliki na rais wa timu ya RS Berkane. Sasa kuanzia refa aliyechezesha ni refa ambaye ametumwa kama aliweza kutumwa kuchezesha mechi ya Mamelodi Sundowns dhidi ya Young African katika marudiano pale katika uwanja wa Mamelodi. Kiuhalisia kila mmoja aliona, yani wazi dhahiri shari kabisa kwamba refa ambaye aliweza kutumwa na viongozi wa CAF. Kwa hiyo na siku hii ya leo na kila mmoja alipata taarifa kwamba anakuja kuchezesha mtanangio Dahan Beida, refa kutokea Mauritania. Nafikiri majibu yalikuwa yako wazi kabisa kwamba mwamba huyu amekuja kukamilisha ratiba tu, lakini kweli ni kwamba kila mmoja alikuwa anafahamu kwamba kombe hili ni lazima liende kwa RS Berkane, na ndio maana kiuhalisia tumeona makosa mengi ambayo yameweza kufanywa na refa huyu, na imeonekana dhahiri kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, yani RS Berkane kwa siku ya leo nafikiri hawajashinda kwa uwezo wao, bali wameshinda kwa uwezo wa nguvu ya dola ambayo inachezesha soka ambaye ni refa Dahan Beida. Kwa hiyo ni taarifa ambazo tuendelee kupaza sauti kama Tanzania na kama mashabiki wa klabu ya Simba, ile mradi pia na wao waelewe ni kitu gani ambacho Simba wameweza kukelekwa kuanzia mashabiki, uongozi mpaka wachezaji. Cha msingi tukutane kwenye comment, lakini haya ambayo yameweza kujili katika soka letu la Tanzania.